Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe, like, comment na share kwa habari punde kila uchao. Asante. Sakata jipya la kisiasa nchini limeibua mshtuko mkubwa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeingia kwenye vichwa vya habari baada ya kuibua zoezi la michango ya fedha linalodaiwa kuhusishwa na hali ya viongozi wake walioko kwenye mazingira ya sintofahamu. Lakini kilichozua moto zaidi ni kauli za upande wa pili wa kisiasa ambazo zimechochea mjadala mzito kuhusu uhalali wa michango hiyo, uwazi wa fedha za vyama na hata uaminifu wa viongozi kwa wananchi wao. Mitandaoni kumekuwa na mgawanyiko mkubwa. Wapo wanaosema huu ni mshikamano wa kisiasa, wengine wakiona ni mchezo wa kisiasa wenye maswali mengi kuliko majibu. Je, huu ni msaada wa kweli au vita mpya ya kisiasa inayochezwa mbele ya macho ya wananchi? Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa, Chadema inadaiwa kuanzisha zoezi la kuchangisha fedha kwa ajili ya kuharamia masuala ya kisheria, uendeshaji wa chama na kusaidia wanachama waliopo kwenye changamoto mbalimbali. Hatua hiyo imepokelewa kwa mitazamo miwili tofauti, wengine wakisema ni njia halali ya kujitegemea kama chama cha siasa, huku wengine wakitaka uwazi zaidi kuhusu matumizi na chanzo cha fedha hizo. Kwa upande mwingine, viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM kupitia kauli za mitandaoni wamehoji uhalali wa zoezi hilo, wakidai kuna maswali mazito kuhusu uwezo wa viongozi na namna michango hiyo inavyokusanywa. Hali hii imeongeza joto la kisiasa nchini, huku wataalamu wakionya kuwa migogoro ya aina hii inaweza kuathiri taswira ya vyama vya siasa na imani ya wananchi katika mfumo mzima wa demokrasia. Kinachoonekana wazi ni kwamba sakata hili si la kawaida, ni kioo cha ushindani mkali wa kisiasa unaoendelea nchini. Kila upande unajenga hoja yake, lakini swali kubwa linalobaki ni moja. Je, vyama vya siasa vinapaswa kuwa na mfumo wa wazi zaidi wa ufadhili ili kuondoa mashaka kwa wananchi? Kwa sasa, mjadala unaendelea kuchochea hisia kali, mgawanyiko wa maoni na presha kubwa kwa pande zote mbili za siasa. Na huenda sakata hili likawa mwanzo wa mjadala mkubwa zaidi kuhusu mustakabali wa uwazi na uaminifu katika siasa za Tanzania.